na kujeruhi dazeni kadhaa, ikiwa ni hatua ya ulipaji kisasi kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vyake vya nyuklia na kijeshi. Irani imerusha ndege za drone na makombora masafa kuelekea Israel, ambapo milipuko ilisikika usiku wa kuamkia Jumamosi na kuitikisa miji ya Tel Aviv na Jerusalem, huku watu wakikimbilia mafichoni na majengo kadha kuharibiwa vibaya. Israel pia imetumia ndege za kivita pamoja na drone kushambulia maeneo nyeti na kuua majenerali na wanasayansi wa juu wa kijeshi. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Teherani yamewaua watu wasiopungua 78, wakiwemo majenerali wawili waandamizi, huku watu zaidi ya 320 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa ni raia. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kwamba Teherani itawaka moto ikiwa Irani itafyatua makombora zaidi kuelekea Israel, akiongeza kwamba wakazi wa Teherani ndio watalipa gharama kubwa kwa sababu ya madhara ya jinai kwa raia wa Israel. Teheran. Iran imesema kwamba mazungumzo yake na Marekani juu ya mpango wa nyuklia wa Teherani hayana maana baada ya mashambulizi makubwa ya kijeshi ya Israel dhidi ya hasimu wake huyo wa muda mrefu, ikidokeza kuwa bado haijaamua ikiwa itashiriki mazungumzo ya Jumapili. Vyombo vya habari vya Iran vimemnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran, Ismail Baghei, akisema kwamba Marekani imefanya mazungumzo hayo kutokuwa na maana kwa kuruhusu utawala wa Israel kuyalenga maeneo ya Iran. Ameongeza kuwa Israel imefanikiwa kutibua mchakato wa kidiplomasia na kwamba mashambulizi yake yasingeweza kutokea bila ruhusa ya Washington. Duru ya 6 ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran ilipangwa kufanyika siku ya Jumapili mjini Muscat, lakini haikufahamika iwapo mazungumzo hayo yataendelea baada ya mashambulizi ya Israel. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Israel itawajibishwa vikali baada ya mashambulizi hayo. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi Meja Hussein Salami pamoja na wanasayansi 6 wa nyuklia na mkuu wa chuo kikuu cha teknolojia cha Azad mjini Tehran Mohamed Mehdi. Kwa mujibu wa televisheni ya serikali ya Iran, watu wapatao 50 wamejeruhiwa, wakiwemo wanawake na watoto ambao kwa sasa wanapata matibabu katika hospitali ya Chamran mjini Tehran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa dhamira ya mashambulizi hayo ni kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia ambao amesema ni hatari kwa usalama wa Israel. Mji mkuu Tehran na miji ya Qom na Tabriz ndio iliyoshambuliwa. Israel imeishambulia Iran wakati kukiwa na wasiwasi kwamba Iran inaendeleza mpango wake wa nyuklia. Huku hayo yakiarifiwa, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kuwa nchi yake itaendeleza mashambulizi dhidi ya Iran ili kusambaratisha mpango wake wa nyuklia na kuondoa kitisho cha usalama kwa Israel. Katz amesema imewalenga makamanda wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi, jeshi la Iran na wanasayansi inayoamini wanahusika katika njama ya kuisambaratisha Israel, akisisitiza kuwa ujumbe uliotolewa leo ni wa wazi kabisa kwamba yoyote atakayekuwa na nia ya kuiharibu Israel ataangamizwa. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na hatua zinazoweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi na kuliteketeza eneo zima la Mashariki ya Kati. Merz aliyesema Netanyahu alimjulisha kuhusu shambulizi hilo dhidi ya Iran kwa njia ya simu iliyo asubuhi, amesema Israel ina haki ya kujilinda pamoja na watu wake, huku akisisitiza kwamba Ujerumani itaimarisha ulinzi kwa raia wa Israel wanaoishi huko. Marekani nayo kupitia waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Marco Rubio imesema ilijulishwa na Israel juu ya dhamira yake ya kufanya mashambulizi hayo, lakini imekanusha kuhusika kwa namna yoyote kwenye operesheni hiyo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umekuwa ukijaribu kupata makubaliano ya nyuklia na Iran ili iweze kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa Iran kutokana na mpango wake huo wa nyuklia, lakini hadi sasa haijawa wazi namna shambulizi la leo litakavyoathiri kufikiwa kwa mpango huo. Ripoti yake Amina Abubakar. Wimbi hilo la mashambulizi ya anga kati ya Israel na Iran limeendelea kuibua hofu duniani, huku mashirika ya ndege yakibadili njia zao na masoko ya mafuta ya hisa yakiyumba vibaya. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Grossi ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia yanaweza kuwa na madhara makubwa. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
Gross amesema yuko tayari kusafiri kwenda Iran haraka iwezekanavyo kutathmini hali baada ya kituo kikubwa cha nyuklia cha Natanz kushambuliwa. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna ongezeko la mionzi iliyoripotiwa, huku vituo vya Fordo na Isfahan vikiripotiwa kuwa salama. Akilihutubia baraza la magavana wa IAEA, Gross amesema, I have repeatedly stated, nimesema mara kwa mara kwamba vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa bila kujali muktadha au mazingira, kwani hatua hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa watu wa Iran, ukanda mzima na dunia kwa ujumla. And international peace and security. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamelaani mashambulizi hayo ya Israeli, wakisema Iran ina haki kamili ya kujilinda na kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Wamesisitiza kuwa Iran ina haki ya kujibu mashambulizi hayo kwa njia yoyote ile. Pakistan, ambayo ni nchi pekee ya Kiislamu yenye silaha za nyuklia, pia imelaani vikali mashambulizi ya Israeli, ambapo waziri wa aliandika kwenye ukurasa wa X kuwa Pakistan inasimama katika mshikamano na serikali na watu wa Iran. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema Urusi inalaani hali hii na inatoa wito kwa pande zote kujizuia. Ubalozi wa Urusi umeshauri raia wake kuondoka Israeli na kuepuka safari za kwenda Iran. China kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Li Jian imeeleza kupinga uvunjaji wowote wa mamlaka na usalama wa Iran na kusisitiza kwamba ongezeko la mivutano si katika maslahi ya upande wowote. Uturuki nayo imelaani mashambulizi ya Israeli ikisema ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kuyataja kama uchokozi unaolenga kuvuruga uthabiti wa eneo. Ankara imeonya kuwa mashambulizi haya yanakuja wakati wa mazungumzo ya nyuklia na yanaweza kuhatarisha amani ya kikanda na kimataifa. Kwa upande mwingine, mashirika ya ndege duniani yameanza kuchukua tahadhari kali. Anga ya Israeli, Iran, Iraq na Jordan imefungwa kwa sehemu kubwa, huku mashirika kama Lufthansa, KLM, Emirates, Air India na Qatar yakisitisha safari zao kuelekea maeneo hayo au kubadili njia zake kupitia Misri, Saudi Arabia, Uturuki na Azerbaijan. Kampuni ya ushauri wa usalama wa anga Osprey Flight Solutions imesema hali hiyo imeongeza mzigo kwa sekta ya usafiri wa anga duniani. Takwimu za Eurocontrol zinaonyesha kuwa anga ya Mashariki ya Kati hupitisha zaidi ya safari 1400 kila siku kati ya Ulaya na Asia, hali ambayo sasa imevurugwa vibaya. Katika masoko ya fedha, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 12%, huku masoko ya hisa yakishuka kwa kasi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo. Ukraine imerusha msururu wa ndege zisizo na rubani kukilenga kiwanda cha kemikali kusini mwa Urusi na maeneo mengine ya viwanda muhimu kwa Moscow, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Urusi. Shambulizi moja limekilenga kiwanda cha kemikali cha Azot kusini mwa mji wa Urusi wa Nevinomysky ambacho kinazalisha bidhaa zinazotengeneza vilipuzi. Gavana wa mkoa wa Stavropol Vladimir Vladimirov alithibitisha vipande vya ndege za droni vilivyoanguka katika eneo la viwanda. Maafisa wa Urusi pia walithibitisha shambulio tofauti katika mji mwingine karibu na mto Volga, pia eneo la kiwanda kikubwa cha kemikali. Wakati huo pia Urusi imeushambulia mji wa kusini mwa Ukraine wa Zaporizhia kwa droni usiku wa kuamkia leo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Ahmedabad. Polisi wa India wamesema hii leo kwamba hadi kufikia sasa miili ya watu waliokwisha patikana katika ajali ya ndege ya shirika la Air India imefikia watu 279 kutoka katika eneo la ajali. Ongezeko hilo linaifanya ajali hiyo kuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya ajali za ndege katika karne ya 21. Air India ilisema ndege hiyo ilikuwa imebeba watu 242 kuelekea uwanja wa ndege wa Gatwick jijini London, Uingereza, na abiria mmoja tu ndio amenusurika. Watu wengine 38 walipoteza maisha baada ya ndege hiyo kuanguka siku ya Alhamis katika eneo la makazi ya raia karibu na uwanja wa ndege. Maafisa walitangaza siku ya Ijumaa kukipata moja ya kisanduku cheusi kati ya viwili vya ndege, huku juhudi za kutafuta kisanduku cha pili zikiendelea. Na hatimaye ni Bamako. Vikosi vya usalama vya Mali vimepambana na wanachama wa kundi linalotaka kujitenga
lenye silaha la Azawad kwa muda wa siku 2 na kuwaua wanachama wake 10. Wanajeshi hao wanaotaka kujitenga wa Azawad walisema pia kuwa wamewaua makumi ya wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa kikosi chenye mafungamano na Urusi. Mapigano hayo yalianza na mashambulizi ya kijeshi katika eneo la kaskazini mwa Mali la Kidali mnamo siku ya Alhamis. Msafara wa vifaa vya jeshi la Mali ulivamiwa siku ya Ijumaa kabla ya shambulio hilo kuzuiwa. Vuguvugu hilo linalotaka kujitenga limekuwa likipigana kwa miaka kadhaa likitaka kuundwa kwa taifa la Azawadi kaskazini mwa Mali. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.